amejenga nyumba ya kifahari, watoto wake wanaonekana wameishi vizuri, lakini nikasikia hali yake ya maradhi ni mbaya. Kuingia ndani, baba yule mwenye nyumba anayeumwa akaniambia, naomba hawa watoto watoke, nibaki mimi na wewe. Watoto wote wakatoka, akabaki yule mualij na baba yule. Watu wawili hawa tuwape heshima sana katika jamii, mwalimu na daktari. Hata ulama wamehusia sana, wanasema ukienda katika mji ambao hauna watu hawa wawili, basi usikae katika mji huo. Ukifika katika mji au kijiji ambacho hakuna mwalimu, hakuna daktari, hama, nenda mji mwingine. Lakini ukiona mji kuna madaktari ndani na kuna walimu, huo ni mji bora. Na atapataje mtu daktari na ualimu kama hakusoma? Ndio akasema maneno ya hekima ndani, akasema innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta muallima. Hakika mwalimu na daktari wote wawili hawa, ikiwa maneno yao hayathaminiwi, advice zao hazithaminiwi, anasema basi hakuna maisha. Subiri ugonjwa wako ukuue ukiwa humheshimu daktari, na subiri ujinga wako kutokomeze katika jahannam ikiwa hukumheshimu mwalimu. Hata watu walikuwa wanajaribu kufanya kukompea kati ya elimu na mali. Imam Ali ibn Abi Talib akasema al-ilmu afdalu min al-mal lianna al-mala tahrusu wal-ilmu yahrusuk. Elimu ni bora kuliko mali, kwa sababu hivi ndivyo vitu alivyovitaja Mtume, elimu na mali. Hata akasema la hasada illa fi ithnatayn, hakuna ruksa ya kuhusudiana isipokuwa labda katika mambo mawili. Ile hasadi ghibta, mambo mawili unaweza kumuhusudu mtu, sio kumuhusudu kwa sharia, yani kutamani ile neema ambayo Mungu amempa abaki nayo na wewe uwe nayo. Mtume akataja ilmu mbili, akataja vitu viwili, akasema rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiqu fi sabilillah ana al-layli wa atrafa an-nahar. Mwenye kuhusudiwa ni yule ambaye Mungu amempa mali, akawa mali ile anaitoa katika sabilillah, anaitumia katika dini usiku na mchana. Na mtu wa pili, rajulun ataahu Allahu al-Qur'an, mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa elimu, amempa Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-layli wa atrafa. Hawa ndo wanahusunika. Sasa katika kukompea wakasema al-ilmu wal-mal ayuhuma afdal, elimu na mali kipi bora? Na zote ni silaha mbili muhimu sana. Hata mshairi wa Hindi Muhammad Iqbal anasema bil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahum lam yubna mulkun ala al-jahl wal iqlal. Kwa elimu na mali ndipo watu hujenga nchi yao. Sasa ayuma afdal? Anasema al-ilmu afdalu min al-mal lianna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusu al-mal. Elimu inakuchunga wewe, inakulinda wewe, na wewe unalinda mali, unaichunga mali. Kwa hiyo vitu viwili hivi ni tofauti. Wewe lazima uichunge ile mali, ulali usiku kwa sababu utafute njia ya kuprotect mali yako. Unaandika watu kazi, waichunge tu mali yako. Mwenyewe unapanda pressure ikishuka kwa sababu ya kuchunga mali inaibiwa. Na ukienda mahali huna raha, mali yangu sijui itakuwaje, unachunga mali yako, na mara nyingine inakuua. Usikie watu wanakufa pressure. Anasema mmoja katika shuyukh mu'tamadin alikuja kutembelewa na bwana mmoja, anamwambia njoo nyumbani kwetu mfanye ziara ya kumuona mzee wetu, hali yake ni mbaya sana, anaumwa. Yule bwana akaondoka kwenda kumzuru. Anasema nilipofika nikaona mtu ambaye ana uwezo mkubwa katika mali, amejenga nyumba ya kifahari, watoto wake wanaonekana wameishi vizuri, lakini nikasikia hali yake ya maradhi ni mbaya. Kuingia ndani, baba yule mwenye nyumba anayeumwa akaniambia,
naomba hawa watoto watoke, nibaki mimi na wewe. Watoto wote wakatoka, akabaki yule mualij na baba yule. Walipotoka tu wanasema alilia sana mzee yule, kilio kikubwa. Na ukiona mtu mzima analia ujue kuna habari kubwa. Akauliza, kwa nini unalia? Akasema, mimi unavyoniona umri huu wa miaka 60 nimefika, sikuwahi kufanya ibada yoyote katika maisha yangu. Watu walikuwa wakija kiniambia mara kwa mara, mbona unafanya sana kazi, unatafuta sana hela, lakini msikitini hatukuoni, Maka uendi kuhiji, utoi zaka mali yako, kwa nini? Nikamwambia, asubirini, utafika wakati mtastaafu, mtaritaya, mtaanza kufanya ibada. Na huu ni ugonjwa mkubwa wa umma. Hujiona kwamba kana kuna agreement na Allah kwamba nikifika miaka 60, 65 sasa nitaanza kutubu, nitaenda zangu Maka kufanya hija, nitaenda zangu kufanya istighfar, nitarudi katika sirat mustaqim, nitakuwa msikitini. Mara mauti yanakuja. La yadri alghaniyu mata ya'ilu wala yadri alfaqiru mata ghinahu. Fukara hajui atatajirika lini, wala tajiri hajui atafilisika lini. Hiyo ni kazi ya Mungu. Ulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kazi hiyo ni ya nani? Wewe umepata kwa ajili Mungu. Mara anachukua alichokupa, ananyanyua, anaweka chini, anampa, ananyang'anya, anaua, anahuisha, anatoa, anachukua. Kazi ya Allah. Hakuna mtu amejua kwamba siku fulani atakufa. Yote hayo yako mikononi mwake. Basi subhanallah, yule bwana akalia sana, anamwambia unalia nini? Anasema hayo ndio yalionifika mpaka nimefika umri huu, sijawahi kufanya ibada. Akamwambia basi tubu kwa Mungu, na maadamu una mali, hata ukifa watoto wako mali wataisimamia, watajenga misikiti, watajenga madrasa, hospitali, watatoa sadaka, watakufanyia kheri. Akalia zaidi alipotajwa watoto. Akasema hawa watoto hawa sio watoto hawa. La haula. Huyu mzee alikuwa anaugua kansa. Mungu atukinge na maradhi hatari. Hawa sio watoto. Kwa nini? Nasema hawa, kuna siku waliingia hapa chumbani, nikawaambia tokeni nje, nataka nipumzike. Hawakutaka kutoka, wakawa wamekaa mbele yangu wanazungumza. Mimi nikajiakti kama nimelala, nikaanza kukoroma, lakini sikulala, na wasikiliza wanazungumza nini. Walipomsikia mzee wao wakasema amelala, wakaanza kuzungumza juu ya kurithi mali kabla ya baba yao hajafa. Wanaambizana, mie nyumba yangu itakuwa ile baba, mie nyumba yangu itakuwa ile. Mpaka mwisho anasema wakagombana juu ya nyumba moja iko katika mitaa ya watu matajiri. Hiyo nyumba special, kila mmoja anaitaka yeye. Mwingine sema mie ndo mkubwa na stahiki kupata ile, mwingine sema la, mimi ndo nimehangaika na mzee siku hizo zote. Kila mmoja anataka yeye nyumba ile. Hawa wanataka kunirithi mimi niko hai bado. Hawa ni watoto hawa, watakuja kutoa sadaka, hawa watakuja kuniombea mie dua, hawafai kabisa. Mali inakuua wewe mwenyewe, umeitafuta. Leo pressure inapanda mpaka maradhi yanakusibu, na wale watakaokuwa umewaachia wala hawana uchungu nayo, wanatamani huyu mzee atakufa saa ngapi sisi tupate kurithi. Manake kurithi kwetu bainana wa baina mauti. Mirathi yetu sisi hapa, kila mmoja kupata flati yake, jumba lake, villa yake, ni kifo cha huyu mzee tu. Na mara nyingine ndio watoto wanachukua hatua, wanampiga nyundo mzee wao, anamalizika, wanachukua kila kitu, kwa sababu wanajua wewe ndo kizingiti. So mali inafanya, mali ndio inafanya. Lakini elimu je? Hakuna mtu atakurithi. Hata mtoto hawezi kurithi elimu yako. Anaweza kuona vitabu tu, lakini kusema yeye kusoma hajui.
Ndio Imam Shafi anasema elimu yangu natembea nayo mahala popote, lakini pesa huwezi kutembea nazo mahala popote. Unachukua kidogo tu kadri ya haja, lakini elimu unakwenda nayo. Sema ilmi ma'i ailama wajjahtu yanfa'uni, elimu yangu niko nayo popote ninapokwenda inanifaa. Qalbi lahu wi'a'u la batna sunduki, moyo wangu ndo chombo ambacho kimehifadhi elimu hiyo, sio mali iliyohifadhiwa katika sanduku. Anasemaje? Idha kuntu fil bait kana alilmu fihi ma'i, nikiwa ndani ya nyumba elimu yangu iko pamoja nami. Wa idha kuntu fi suqi kana alilmu fi suqi, na nikiwa sokoni elimu yangu iko sokoni. Pale nilipo mimi ndipo elimu yangu inaandamana nami pamoja. Basi anamwambia bwana, hawa usinitajie, sio watoto hawa, nimewapa, nimewasomesha, wana kila aina ya fakhri ya maisha, lakini hawana huruma na mimi. Leo itakuwaje wanazungumza kuhusu kunirithi wakati mimi mwenyewe bado niko hai? Sio watoto. Ndugu zangu, mambo haya kama haya yanatokea sana kama watoto hawakupata elimu ya dini, wakapaswa kujua haki ya baba yao. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, wasomeshe watoto wamjue Mungu na wamjue mzazi nini thamani yake. Hatima yake sisi wenyewe tunakuja kupata shida sababu hatukuwapa elimu ya manufaa watoto, inakuja kuwa msiba kwetu sisi. Yuko daktari mmoja kule Canada, Muislamu, anasimulia kisa cha ajabu. Anasema aliletwa hospitali kijana mmoja kati ya umri wa miaka 25. Alipompima sana katika afya yake, akaona sijili yake, faili yake, jina Muhammad. Muhammad kaona ni jina la Kiislamu, na katika nchi zisizokuwa za Kiislamu Waislamu wanapoonana wanakuwa wanapendana, watu wote tu. Hata utaona katika nchi kama Tanzania wapo wageni, wale wageni wachache wanaunda umoja wao. Utasikia kuna umoja wa watu kutoka Mombasa, Kenya, kuna umoja wa watu kutoka Komoro, kuna umoja wa watu kutoka Yemen, kuna umoja wa watu kutoka Burundi, kwa sababu ni watu wachache katika nchi ya watu, basi wanaungana hivyo, wanakuwa kitu kimoja, wanasaidiana, akifa, akipata shida. Sasa Muislamu anapomuona Muislamu mwenzake nchi za magharibi huko, anakuwa anaona kama anampenda. Sasa daktari alipoona Muhammad kijana wa Kiislamu, akamfanyia uchunguzi, akaona ana maradhi ya ukimwi, AIDS. Akasema maradhi hatari. Kaptafuta mzee wake, akaona anakaa na mama yake mzazi, hali yake ikawa mbaya sana pale hospitali. Akampigia simu mama yake mzazi, akamwambia, mama, mtoto wako hali yake sio nzuri, tunakuomba uje. Mama akasema, sasa hivi nina shughuli kidogo, lakini nikipata nafasi nitakuja. Takaa baada ya muda, nasi akaenda akamuita daktari, akamwambia yupo mama amekuja na kutafuta. Mama alipokuja akaambia, mtoto wako historia yake vipi? Sasa mtoto wangu mimi na yeye tumetoka nchi ya Lebanon, Arabuni, tumekuja tumehamia hapa. Kuanzia kufika hapa amepata mwanamke kutoka hapa, msichana anamsumbua sana, ndo mpaka amempa maradhi haya hatari. Kwa hiyo alikuwa kabla ya hapo yuko katika hali nzuri. Akamwambia, basi sasa hivi tusizungumze mengi kwa sababu naona mwanao roho inaanza kutoka, yuko katika sakaratil maut. Simama pale pembeni, anza kumpa Qur'ani, msomee kidogo, mpe shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, msomee angalau suratul Fatiha. Mama kauliza, suratul Fatiha mimi sijui kusoma. Kaambia, kwani sio Muislamu wewe? Kaambia, Muislamu. Sasa hujui suratul Fatiha? Hapana, sijui suratul Fatiha. Kwani husali? Kaambia, tunasali, lakini siku ya Eid mpaka siku ya Eid ndio tunasali sala zetu. Ina maana mwanao pia alikuwa hasali, hafanyi chochote, hajui. Akamwambia, mwanangu nilimsikia siku moja anasema akishakuwa na umri wa miaka 50 ataenda Maka kuhiji. Sasa hivi ana miaka 23, akisema akifika umri wa miaka 50 ataenda Maka kuhiji. Nilimsikia nayo tamaa hiyo. Tazama ndugu zangu Waislamu, malezi yale ya mwanzo yale,
ambayo angepaswa mzazi kumpa mtoto wake, akajifahamu, akajua kwamba yeye hana guarantee ya maisha hayo. Leo amekuwa na ambition za hali ya juu, matumaini, matarajio ambayo hayamo mikononi mwa hii kazi ya Allah. Akamwambia, wewe unafanya nini? Mtoto huyu umemlea vipi? Masuhulia makubwa unayo wewe mzazi. Leo tizama hali, hawezi hata kumsomea suratul Fatiha mtoto wake na kumlaqini shahada la ilaha illa. Daktari akaacha shughuli zake, akawa yuko pale sasa anamsomea yeye Qur'an, akawa anaisoma Qur'an, anasoma Qur'an, anampa talqini ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Alipopata fahamu kijana, akamwambia daktari, stop, I can't. Naambia usisome Qur'ani hiyo, mbe kula ila nasema I can't, siwezi kusema la ilaha. Nasema yuko wapi nani? Anamtaja mwanamke wake hawala. Yuko wapi? Mwambieni aje. Analia. Mahala pa shahada anamtaka mwanamke wake. Mahala pa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah anamtaja hawara wake alompa maradhi hatari ya ukimwi. Haya ni masuhulia ya nani? Ni majukumu ya nani? Wakati mzazi wewe una enjoy life, watoto hutaki kuwapa msingi, watoto hutaki kuwapa elimu, wakati Mungu amekufanya wewe ni kiongozi na atakwenda kukuuliza siku ya Kiyama. Anasema kila mtu ataulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'i. Nyote mnachunga na nyote mtaulizwa mlichokichunga, na kichunga cha mwanzo kinatakiwa kupewa elimu ya dini na elimu ya maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri anasema, la'ibhu sab'an, adibhu sab'an, sahibuhu sab'an. Wametuwekea mikakati ya kulea watoto. Mlee mtoto wako katika miaka 21, miaka 7 ya mwanzo mulaaba, wewe unacheza na watoto wako. Angalia dini yetu ya Uislamu ilivyokuwa nzuri, mpaka kucheza na watoto tunaambiwa. Mchezo upo. Mtizama Nabii Yaqub, watoto wake anamwambia, ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'na ghadan yarta wa yal'ab. Lazima mtoto acheze, yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Atacheza huyu, na lazima ucheze. Rasulullah alikuwa akicheza na watoto na wajukuu wake. Anasema aliingia sahaba, amemwona Rasul amembeba mjukuu wake katika mgongo, alafu anatembea kwa mikono na magoti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni babu gani katika sisi anayefanya hivyo na watoto wake nyumbani? Anaweka mtoto wake alafu anatembea na magoti. Yule bwana akaingia akamwona Mtume, akasema anasema ne'ma rakbu rakibtuma, kipando chema mmepanda, mko katika mgongo mtukufu wa mheshimiwa, mtukufu wa daraja, bahati yenu nyinyi. Na Rasul akasema, wa ni'mal farisani huma, na hao ni wanajeshi hodari wako katika chombo hicho, wajukuu wake. Na mara nyingine anasali, anasikia mtoto analia, mama wanakuja na watoto. Mtume SAW anasali, anafupisha sala, haraka inaifanya sio refu sana, kwa sababu la yutiqu bukaa at-tifl as-saghir, hawezi kusikia mtoto analia. Analia nini mtoto? Huruma. Akimpata mtoto anambusu Rasulullah. Mpaka mmoja katika masahaba wamekuja pale Wabedwi, wanasema, inna li 10 min al-aulad ma qabaltu ahadan minhum, mimi watoto 10 sijambusu hata mmoja wao. Wewe unabusubusu ya Rasulullah? Akaambia, naam. Wewe Mungu ameondoa huruma katika moyo wako. Lazima ucheze na watoto, ufurahi na watoto, ucheki na watoto, uende. Anasema siku moja kuna mmoja katika salafu saleh alikuwa anasali, kilemba chake kikadondoka chini. Wakati yeye amesimama, kilemba kimedondoka, basi akainama kwa ajili ya kukichukua kilemba. Wale wakaanza kusema sala yake imebatilika, sala yake imeharibika, imamu vipi atainama aanze kuokota kilemba, amama kilemba kile. Yule akawaambia, al-amamatu akhafu min al-umama, kilemba ni rahisi kuliko umama. Umama ni nani? Binti yake Sayyida Zainab,
mtoto wa Mtume Muhammad alikuwa na mtoto anaitwa Umama. Mtume aliwahi kumchukua akambeba na akawa anasali naye. Ukisikia Mtume alisali akiwa amembeba mtoto Umama. Sasa anasema ikiwa Umama aliwahi kubebwa na Mtume na akasali naye, je, Amama ni rahisi? Kilemba hiki ni rahisi zaidi. Mbona Mtume hakubatilika sala yake? Yote ni mapenzi ya kuwapenda watoto. Kwa hiyo laibuhu sab'an, cheza na watoto wako kwa muda wa miaka 7. Kuanzia mwaka 0 mpaka 7 watoto wanataka kucheza, mnunulie vitu vya mchezo nyumbani, apate kuchangamka, ajenge mwili wake vizuri. Kisha adibhu sab'an, mwaka wa 7 mpaka wa 14 mpe adabu. Na adabu hapo inakusudiwa taalimu, kusudia aende shule, ende madrasa, apate elimu zote. Tena watu waseme kuna elimu ya dini na elimu ya dunia, elimu zote apate kusoma, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Hakusema elimu ya dini wala ya dunia, soma kwa ajili ya Mola wako. Elimu yoyote iwe kwa ajili ya Allah. Ili tupate kusalimika na shari za hii dunia, lazima tuwe tunajua elimu zote. Kwa hiyo mtoto asome miaka hiyo 7 yote na ajue tabia njema. Watoto wa Kiislamu wawe wanasifika kwa tabia njema. Alikuwa hana tabia, huyo hapaswi kuwepo katika umma wa Kiislamu, kwa sababu Uislamu ni tabia. Innamal mu'min, sema almu'min almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika na shari za mkono wake na shari za ulimi wake. Lazima waislamu wenzako wapate salama na mkono wako na ulimi wako, maana uwe na tabia nzuri. Na hizo huwezi kuwa nazo kama hukufundishwa, hukwenda madrasa, hukwenda shule, kusikiliza mashekhe na durus nafi'a. Miaka 7 mpaka 14 taalim na adab. Miaka 14 mpaka 21 sahibu sab'an, mfundishe sasa kama ni biashara, mfundishe kama kumpa majukumu madogo madogo, ipanuke akili yake, safiri hapa, rudi hapa, weka hapa, simamia hiki, apate kuona dunia na majukumu mengine. Utaona huyu mtoto anakuwa vizuri, na mwisho wa yote unakuwa wewe mwenyewe unafurahi umezaa mtoto kweli. Sio baadaye unasema bora hata nisingepata. Mtoto gani huyu? Alisikilikana bedui mmoja anasema inna baniya kullahum kalkilabi, watoto wangu wote ni sawa sawa na mbwa. Bedui anaulizwa kwa nini? Anasema abarruhum ilayya ashadduhum bisabbi, yule mzuri wao ndo anatukana kuliko wote, huyo ndo mzuri, sikwambii yule mbaya alia. Kisha anasema ya laitani mutu min ghairi aqbi, bora ningekufa mimi bila ya kuacha mtoto nyuma yangu, bora nisingekuwa na mtoto wa kunirithi. Ya laitani kuntu aqima sulbi, bora ningelikuwa mimi ni tasa, sijazaa mtoto yoyote. Kuna baadhi ya wazee wanatamani wasingekuwa na watoto aina hiyo, na wapo watoto wengine ni bora mtu aseme nisingekuwa na mtoto kuliko kuwa na mtoto na, kwa sababu pia wewe mwenyewe umechangia kwamba hukumpa majukumu haya mapema, hukumfundisha haki. Siku moja Saidna Umar alishtakiwa. Bwana mmoja alikuja akamwambia, mwanangu unamjua? Anambia na, yule amenipiga kibao. Mwanao amekupiga? Na. Kaambia mwite. Saidna Umar kamuita mtoto, akamwambia kwa nini umempiga baba? Akamwambia mimi nina makosa ndio Amiri Muumini, lakini na yeye ana makosa vile vile. Nini makosa yake baba yake? Mimi kosa langu moja, nimempiga yeye kibao, lakini yeye ana makosa aina 3. Makosa gani? Anasema kosa la kwanza, baba yangu hakunitafutia mama mzuri alipotaka kuoa, aliokota tu barabarani pale, huyo njoo mke wangu twende, basi nimezaliwa. Kosa lake la pili, nilipozaliwa hakunipa jina zuri. Kakuita nani? Kaniita Khumfasa. Khumfasa ni dudu mavi, kuna dudu lingine linachukua choo hivi linapeleka ndo maana yake. Na